nyingine. Tuendelee kuziweka sala zetu kwa Mwenyezi Mungu juu ya papa huyu mpya, ili aweze kutuongoza vema, aweze kuikuza imani ya kanisa, imani iweze kustawi, upendo mwingi uweze kustawi, basi na mahusiano mema baina yetu na baina ya dini zingine na taifa kwa taifa iweze kustawi, ili kwa namna hiyo basi Mungu aendelee kufurahi, yeye aendelee kutukuzwa na sisi tuendelee kutakatifuzwa. Nikupitishe tu katika historia fupi ya Baba Mtakatifu mpya Leo wa 14. Papa Leo wa 14 amezaliwa na kubatizwa kwa jina la Robert Francis Prevost Septemba 14 mwaka 1955. Ni mkuu wa kanisa Katoliki na mkuu wa jimbo la Vatican City tangu tarehe 8 ya mwezi Mei mwaka 2025. Amehudumu kama gavana wa jimbo la maaskofu na rais wa tume ya kipapa ya Amerika ya Kusini tangu mwaka 2023. Hapo awali amewahi kuwa askofu wa Chiclayo 13, daraja la 20 la Pelu na 20 kabla ya 20. Agustini kuanzia 2021 hadi kuanzia 2001 kwa mradhi mpaka 2013. Mnamo mwaka wa 2015 Kardinali Prevost alikuwa na uraia wa asili wa Peru, na kama ilivyothibitishwa na msajili wa kitaifa wa kiraia wa Peru. Tarehe 8 ya mwezi Mei mwaka 2025 amechaguliwa kuwa papa, akichagua jina la Papa Leo wa 14 na kuwa papa wa kwanza wa kuzaliwa nchini Marekani na wa kwanza kutoka Amerika ya Kaskazini. Hakika tunaweza kusema kwamba hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuishangilie na kufurahiwa nayo. Basi kwa namna hiyo ya pekee kabisa tuendelee kumuombea kama ambavyo nimesema hapo awali, tuendelee kumweka katika sala. Si jambo rahisi sana kuliongoza kanisa la ulimwengu mzima. Unaweza kusema ni kama lundo la mzigo hivi umelibeba, lakini hatuwezi kusema lundo la mzigo kwa sababu tunayo neema ya Mwenyezi Mungu kupitia maombezi ya mama yetu Mama Bikira Maria, msaada wa Kristo. Tuna imani na kupitia sala zetu basi anaweza akapata nguvu zaidi ya kuweza kuliongoza kanisa lote ulimwenguni, ili sisi kama kanisa tuendelee kuwa salama na imani yetu ya kanisa Katoliki ulimwenguni kote izidi kustawi, ili tuendelee kumtukuza Mwenyezi Mungu pamoja tukiwa katika kanisa hili la wasafiri, tunapoendelea kumtumaini Mwenyezi Mungu na kuweka tumaini letu kwake, na kwamba tukiamini katika yeye hakuna chochote kinachoshindikana. Kwa hivyo basi tuendelee kumkimbilia yeye, tukimpelekea sala zetu na tukimweka mikononi mwa mama yetu Mama Bikira Maria, Papa Leo wa 14, ambaye siku hii ya leo basi ameadhimisha misa ya shukrani kwa kupatikana kwake kama papa mpya kabisa mwaka huu wa 2025. Hajawa nyuma, amekuwa kama yule mkoma mmoja kati ya wale 10 ambao walirudi kushukuru baada ya kutakaswa. Mwenyezi Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo alimuuliza yule wenzio wako wapi? Yeye akasema mimi sielewi, lakini mimi kwa namna ya pekee nimerudi kusudi nikurudishie wewe sifa, utukufu na shukrani kwa kunitakasa. Basi tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hiyo njema, lakini tukiendelea kumuombea utumishi mwema ambao rasmi ameanza, ili aweze kutuhudumia sisi kama kanisa na kanisa lote ulimwenguni, basi kama nilivyosema liweze kustawi na Mungu aendelee kutukuzwa daima. Niseme asante tena kwa kuwa sehemu ya uinjilishaji pamoja nasi. Niseme asante wewe ambaye ulikuwa pamoja nasi katika kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja kutoka Vatican City, kanisa dogo la Sistine pale Vatican, ambapo adhimisho hili la misa takatifu lilifanyika. Nikuage, nikutakie mchana mwema, nikutakie majukumu mema, nikutakie kila lililo jema katika majukumu yako ya kila siku. Niseme asante kwa kuichagua Jugo Media kwa sehemu bora kabisa ya kuinjilika, kwa sehemu bora kabisa ya kutafakari neno la Mungu, ili Mungu aendelee kutukuzwa ndani yetu katika yale mafundisho yake ambayo tunayasikia kupitia maandiko matakatifu na vipindi mbalimbali ambavyo tunakuletea. Studio kuu alikuwa Juventa Mahela pamoja na Daniel Anton Lingwentu. Mimi ni Peter Kisoki, nikutakia wakati mwema mpaka wakati mwingine. Bye bye.